Habari za wakati mtazamaji wa Channel 10 Plus, nikukaribisha katika habari ya kutwa nzima ya leo. Mimi ni Eden Bahati. Tuanze na habari za kitaifa. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amezindua rasmi tume ya uchunguzi wa kijinai wa matukio ya ghasia wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na ametoa siku 150 kwa tume hiyo kukamilisha kazi hiyo. Ifuatayo ni taarifa kamili. Najua ni jukumu kubwa na zito, na wenyewe wamelikubali kulibeba, na watakia utekelezaji mwema wa majukumu tuliowapa. Ni Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alipofanya uzinduzi huo Ikulu jijini Dar es Salaam, na tume hiyo inaundwa na wajumbe 6 wakiongozwa na mwenyekiti wake Jaji Ali Shaban Lila, wajumbe wakiwa ni Jaji Gadi Mjema, Jaji Awadhi Mohamed Bawazil, Jaji Aishieli Nelson Sumari, Jaji Petrus Damaseb na Jaji Barishaki Sheborion kutoka Uganda. Katika hotuba yake ya uzinduzi wa tume, Mheshimiwa Rais Samia amewasihi wananchi kutoa ushirikiano kwa tume hiyo ili iweze kutekeleza majukumu yake kama inavyotakiwa. Na katika hili ni wasihi sana wa Tanzania wote kutoa ushirikiano unaohitajika na tume katika kutekeleza majukumu yao. Ni wasihi sana wa Tanzania tuisaidie tume hii iweze kufanya kazi yake na tusiisumbue katika kufanya kazi zake. Hafla hiyo ya uzinduzi imehudhuriwa na viongozi mbalimbali wa kitaifa, wa serikali na vyama vya siasa, viongozi wa dini, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama na viongozi wa makundi mbalimbali ya watu ndani ya jamii. Kutoka Dar es Salaam, Beatrice Eric, Channel 10. Asante Beatrice Eric kwa taarifa hiyo. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano ya Kazi, Deus Sangu ameziagiza mamlaka za TPHPA na TFRA nchini kuimarisha udhibiti wa viuatilifu katika maeneo ya mipaka ya nchi ili kuzuia kuingiza kwa viuatilifu visivyo na viwango kwa mkulima ili kulinda usalama wa chakula. Mwandishi wetu Adam Malima kutoka mkoani Mtwara ana undani wa taarifa hiyo. Waziri Sangu amesema hayo katika viwanja vya maonesho ya sikukuu ya wakulima na Nane Ngongo mkoani Lindi, ambapo amesema endapo udhibiti hautaimarishwa, baadhi ya wafanyabiashara wasio waaminifu wataendelea kuingiza viuatilifu duni vinavyoweza kuathiri uzalishaji wa mazao na kuhatarisha usalama wa chakula nchini, huku ameitaka mamlaka hiyo kuendelea kutoa elimu kwa wakulima kuhusu matumizi sahihi na salama ya viuatilifu, ikiwemo namna ya kujikinga wakati wa matumizi ili kulinda afya zao na kuongeza tija katika uzalishaji wa kilimo. Swala la udhibiti iwe ni kipaumbele kikubwa, kwa sababu tusipodhibiti, watu wasiokuwa waaminifu na wafanyabiashara wasiokuwa waaminifu watatumia mipaka yetu kutuletea viuatilifu ambavyo vitakuja kutuzuru, na kama mnavyojua kilimo na chakula ndio usalama wa nchi. Wito wangu kwa wafanyabiashara wa viuatilifu, wafate taratibu halali ambazo zinatakiwa katika kuingiza viuatilifu. Wasiingize viuatilifu kiolela. Waje ofisini, waje katika maonyesho ya Nane waweze kupata elimu jinsi gani wanaweza kuingiza viuatilifu kwa njia sahihi ambayo inakubalika. Kwa upande wake, afisa udhibiti ubora wa mbolea TFRA Peter Mwanguku amesema mamlaka hiyo inaendelea kutoa elimu kwa wadau wote wa mnyororo wa mbolea, huku akiongeza kuwa mamlaka haitasita kuwachukulia hatua kali za kisheria wafanyabiashara wote watakaobainika kuingiza au kuuza mbolea zisizokidhi viwango vya ubora ili kulinda maslahi ya wakulima na kuongeza tija katika sekta ya kilimo. Hatutosita kuwachukulia hatua wale wote ambao wanakiuka, na ikiwezekana kabisa tunawafutia leseni za kufanya biashara. Mbolea feki zipo, mbolea nzuri zipo. Kwa hiyo kama hujawahi kuitumia, huwezi kujua kama hii ni feki. Kutoka Ngongo mkoani Lindi, Adam Malima, Channel 10. Asante Adam Malima kwa taarifa hiyo. Watu kadhaa wameuawa na wengine 20 kujeruhiwa katika shambulizi la risasi katika shule moja ya Desbrin Northabur kaskazini mwa Bangkok nchini Thailand. Vyombo vya habari nchini humo vimesema miongoni mwa watu waliouawa ni pamoja na walimu 5, huku mshukiwa wa tukio hilo akiwa ni mwanafunzi wa kidato cha 5 kutoka katika shule hiyo. Jeshi la polisi limesema baada ya shambulizi hilo mshtumiwa alikutwa amefariki na begi lake likiwa na risasi nyingi, huku taarifa zikisema mwanafunzi huyo alikuwa akifanywa vitendo vya uonevu na wenzake, ndipo alipoamua siku hiyo kushambulia kwa hasira.
Wakulima wa mikoa ya nyanda za juu kusini wameshauriwa kujisajili kwa wakala wa usalama na afya mahala pa kazi OSHA ili wapatiwe elimu ya namna sahihi ya kuendesha shughuli za kilimo mahala salama kwa kuepuka na kujikinga na vihatarishi vinavyoweza kuhatarisha usalama wa afya zao. Taarifa zaidi na Rose Chapewa. Wakala wa usalama na afya mahala pa kazi OSHA mikoa ya nyanda za juu kusini wanasema kusajiliwa kwa mkulima kunatoa fursa ya kutambuliwa na kutembelewa kwa ajili ya kupatiwa elimu inayohusiana na masuala ya usalama na afya mahala pa kazi. Wadau wanaohusika na sekta hii ya kilimo kupata usajili ama kufanya usajili katika hii mamlaka ya usalama na afya kazini OSHA ili kupata huduma yetu na namna sahihi ya kuweza kufanya shughuli za kilimo katika namna salama na ambayo haitahatarisha maisha yao ya kila siku kutokana na vihatarishi vilivyomo katika maeneo yao ya kazi. Aidha, wakulima wanashauriwa kuyatumia maonyesho ya kilimo ya 8-8 kuangalia afya zao. Tunatoa wito kwa wakulima wapate kuzingatia kujua afya zao kwa sababu wanakutana na vihatarishi vya namna mbalimbali kama mbolea na viuatilifu ambavyo vinaweza vikasababisha athari mbalimbali kwenye ngozi, macho na pamoja na mfumo wa upumuaji. Tunatoa mafunzo mbalimbali ikiwemo pamoja na mafunzo kwa ajili ya wawakilishi wa usalama na afya mahali pa kazi. Hawa ni wale watu ambao wanafanya shughuli zao aidha ni za kilimo kila siku na wanakumbana na vihatarishi mbalimbali. Kwa hiyo tunawafundisha namna sahihi ya kutambua vihatarishi na kuvidhibiti ili visiwaletee madhara. Kutoka kwenye viwanja hivi vya John Mwakangale jijini Mbeya, mimi ni Rose Chapewa wa Channel 10. Asante Rose Chapewa kwa taarifa hiyo. Watanzania wametakiwa kuwa na umoja, upendo na mshikamano ili kulinda amani na umoja wa kitaifa kwa maslahi ya maendeleo ya nchi na kuachana na chuki za ukabila pamoja na udini. Musa Makali anaripoti kutoka Mara. Tanzania yetu sote tuungane pamoja kuleta maendeleo. Hii ni kauli mbiu inayoakisi mbio hizi za Mwenge wa Uhuru 2026. Michael Mwang'onda, kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa 2026, anatoa ujumbe huu katika manispaa ya Musoma hapa mkoani Mara. Tunaona taifa letu limefikia uchumi wa kati, ndio maana leo Mwenge wa Uhuru kwa hapa Musoma kuja kutukumbusha kuendelea kulinda amani na tulivu na kuendeleza mshikamano wa taifa ili nchi yetu endelee kusonga mbele kimaendeleo. Ndugu zangu wananchi, niwaombe sana, palipo na amani ndipo penye maendeleo. Palipo na amani panafanya taifa kuwa tulivu, na hivyo kuwafanya viongozi wetu wakiongozwa na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kuendelea kutuletea maendeleo makubwa. Mara baada ya kukagua jengo la upasuaji hapa Bweri, kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru ujumbe wa amani kwa viongozi wa dini anaufikisha. Mashirika ya dini tuko tayari kuendelea kushirikiana na serikali yetu katika kumwendeleza mwananchi wa Tanzania. Na pia tunafurahia mambo makubwa ambayo anaendelea kuyatekeleza Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Kila mmoja wetu akae balozi wa amani. Tunapokutana tuhubiri amani, tunapokutana katika nyumba za ibada tuhubiri amani, tunapokutana katika vikao vya familia tuhubiri amani, tunapokutana katika mikutano ya hadhara viongozi tuwakumbushe wananchi kuendelea kulinda amani na tulivu katika nchi yetu. Kamana tukashauriana, amani na kuwepo. Tuna imani kubwa na Watanzania ni waelewa na hawana tabia za vurugu. Katika hatua nyingine, Mwenge wa Uhuru umeweka jiwe la msingi katika kiwanda cha kusafisha dhahabu kinachogharimu zaidi ya shilingi bilioni 14. Sasa watapata uwepesi kidogo wa kupata huduma na riski ya kusafiri na mizigo yao kutoka hapa kwenda Mwanza. Kwa hiyo tumewapunguzia na wachimbaji wote tuliopo mkoa wa Mara kutuwezesha kukuza uthamani wa madini yetu ya dhahabu. Waweke mazingira rafiki kwa uwekezaji. Lengo kubwa ni kuona uwekezaji uwe unaleta tija katika taifa letu. Kupitia uwekezaji taifa letu liweze kusonga mbele. Kutoka hapa manispaa ya Musoma mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali. Asante Musa Makali kwa taarifa hiyo. Matukio ya uhalifu yanatarajiwa kupungua kufuatia jeshi la polisi kuanzisha mfumo mpya wa kielektroniki unaojulikana kama SEWA, mfumo ambao utawapa wananchi fursa ya kutoa taarifa kuhusu viashiria vya uhalifu katika maeneo yanayoishi kwa haraka na kwa urahisi. Aidha, kupitia ushirikiano huu kati ya jamii na jeshi la polisi, hatua za mapema zitaweza kuchukuliwa ili kuzuia na kudhibiti uhalifu, hivyo kuimarisha usalama wa wananchi na mali zao. Margaret Malisa ana undani wa taarifa hiyo. Nimezungumza na baadhi ya wananchi katika manispaa ya Kibaha ambao wanaeleza ni namna gani wamepokea mfumo huo ambao utasaidia kwa kiasi kikubwa
kupunguza kabisa uhalifu ama kumaliza kabisa? Kabisa napenda kuipongeza Jeshi la Polisi Tanzania kupitia IGP Wambura kwa kutuwezesha. Huu ni mfumo ambao kwa sasa hivi ni umeendana na wakati, mfumo ambao utasaidia wananchi kila sehemu katika nchi yetu kusababisha kuzuia uhalifu pale pindi unapotaka kutokea. Ni mfumo ambao ni wasiri, ambao mwananchi anaweza akatoa taarifa kabla ya tukio kutokea. Kwa sababu kweli nawashukuru sana, maana uhalifu mara nyingi unatokea tunatoa taarifa mwishoni, lakini safari wameleta mambo ya simu janja, unatoa taarifa kisiri. Yaani safi kabisa, ukiwapigia chap kwa haraka taarifa zinaonekana. Hivi karibuni Jeshi la Polisi mkoani Pwani lilikutana na waandishi wa habari kwa ajili ya kutoa mafunzo ya siku moja namna ya kutumia mfumo wa SEWA na jinsi ambavyo watatumia kalamu yao kuelimisha jamii juu ya mfumo huu unavyofanya kazi. Mfumo huu kwa Kiingereza ni Community Early Warning and Early Response. Kwa maana kwamba ni pale jamii inapoona viashiria vya uvunjifu wa amani, viashiria vya uhalifu, na baada ya kuviona viashiria vile kwa haraka pasi na kuchelewa, mwananchi yule anatoa taarifa kwenye Jeshi la Polisi kutokana na kiashiria alichokiona, na Jeshi la Polisi linakwenda kufuatilia viashiria hicho kabla tukio halisi halijatendeka. Kutoka hapa katika mtaa wa Maili Moja, halmashauri ya manispaa ya Kibaha, mimi ni Margaret Malisa wa Channel 10. Asante Margaret Malisa kwa taarifa hiyo. Watu wasiopungua 7 wameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa kufuatia mashambulizi ya Urusi katika majimbo mawili nchini Ukraine, huku Urusi nayo ikijibu vikali mashambulizi hayo. Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres kupitia naibu msemaji Farhan Haq amelani mashambulizi yanayofanywa na Ukraine na Urusi dhidi ya maeneo ya raia, akisema kuwa ni ukiukaji wa wazi wa sheria za kimataifa. Nchi hizo mbili zimekuwa zikizidisha mashambulizi na kusababisha ongezeko la vifo vya raia, ambapo mashambulizi hayo lazima yasitishwe mara moja ili kufikia amani ya haki endelevu na kamili. Jeshi la Magereza Kanda ya Kusini limesema elimu ya kilimo, uvuvi na ufugaji ambayo wamekuwa wakitoa kwa wafungwa imekuwa ikileta tija, kwani imewawezesha wafungwa wanaomaliza vifungo vyao kuendesha maisha yao kwa kufanya kilimo, biashara na ujasiriamali mdogo, huku jamii ikiaswa kuacha kuwatenga. Aidan Muhando ana undani wa taarifa hiyo kutoka mkoani Lindi. Akizungumza na Channel 10, msimamizi wa banda kuu la magereza katika maonyesho ya 88 Kanda ya Kusini yanayofanyika kwenye viwanja vya Ngongo mkoani Lindi, mkaguzi wa Jeshi la Magereza Yusufu Abdurrahmani Musa anasema elimu ya kilimo na ufugaji wanaoipata wafungwa imewawezesha kwa kiasi kikubwa kupata ujuzi na kuwasaidia kuendesha maisha yao wanaporudi uraiani. Hivi vitunguu akalima na akaweza akauza akapata faida na akaweza hata kuajiri watu wengine, na wapo wafungwa wengi ambao wamemaliza vifungo vyao sasa hivi wameajiri katika mabustani tofauti, wameajiri watu wengine wanaendelea nao. Kwa hiyo tunajalisha jamii kuwa kazi ya urekebu si ndogo, lakini sisi tunaweza kuwarekebisha wale ambao wamekosea gerezani huko uraiani, wamekuja gerezani, na sisi tunawarekebisha wakirudi tena wawe raia wema. Kwa hiyo tunatoa wito kwa jamii wawapokee na wape support sana, kwa sababu tayari hao watu ni walimu saizi. Baada ya kumaliza vifungo vyao huwa wanajifanyia shughuli mbalimbali za ujasiriamali katika harakati za kuongeza vipato vyao kwenye familia zao, na ziada kuweza kuuza nje ili kuweza kuendeleza familia zao. Naona wanaendelea na kazi zao, hiyo inawasaidia. Kwa wale unakuta ametoka alikuwa mwizi, basi pale anakuwa anafanya biashara yake na kupata kipato chake. Kwa hiyo ina maana hata ule uhalifu ambao alikuwa anaufanya mtaani anaacha, kwa sababu alipokuja kwenye Jeshi la Magereza ambao ni jeshi ambalo linarekebisha tabia, basi amebadilika, ametoka kuwa mwizi mpaka kuwa mfanyabiashara. Maonyesho ya 88 yanatajwa kuwa chachu ya kuongeza elimu zaidi ya kilimo, uvuvi na ufugaji. Kutoka mkoani Lindi, Aidan Muhando, Channel 10. Asante Aidan Muhando kwa taarifa hiyo. Rais wa Marekani Donald Trump ametia saini amri 2 mpya zinazolenga kupunguza haki za uraia wa kuzaliwa nchini Marekani
hatua inayokuja wiki chache baada ya mahakama kuu kukataa jaribio lake la awali la kufuta haki hiyo. Marekani imepiga marufuku utalii wa kujifungua kwa wanawake wajawazito kwenda Marekani ili watoto hao wapate uraia wa Marekani kwa kuzaliwa, na kusema watoto wanaozaliwa Marekani hawatapata uraia wa kuzaliwa ikiwa wazazi wote wawili si raia wa Marekani ama mmoja wa wazazi wao. Trump amesema hatua hiyo ilipaswa kuchukuliwa miaka mingi iliyopita na kuikosoa mahakama kuu kwa kukataa jaribio la awali la kufuta haki ya uraia wa kuzaliwa ambayo imekuwepo kwa karibu miaka 150. Naam, kufikia hapo ndio mwisho wa habari za kitaifa. Msomaji wako ni mimi Eden Bahati. Tunapata mapumziko mafupi, tukirejea hapa itakuwa ni wasaa wa habari za biashara.